Simba wana Simba. Asanteni sana ndugu zangu wa tawi la Simba Mkwajuni, wana Simba wote wa Kaskazini Unguja. Kwanza ni waombe radhi, ilikuwa tuje hapa jana kwa ajili ya kufanya hamasa kuelekea mechi yetu ya tarehe 20, lakini jana mambo yakaingiliana nikashindwa kufika hapa, lakini kwa kuwa tulishaweka ahadi na tulidhamiria kufika hapa, tukasema iwe mchana iwe mvua tutakwenda Kaskazini Unguja kwenda kuonana na wanasimba wenzetu, tuzungumze mawili matatu kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 20. Lakini niwaambie tu wanasimba wote popote walipo katika ardhi hii ya Tanzania, popote sisi tunafika. Kwa hiyo kama kuna mtu atawabeza kwamba viongozi wenu hawezi kufika sehemu fulani, waambieni tu ya kwamba wanajisumbua. Sisi madhali sehemu fulani kuna wanasimba, basi ni wajibu wetu kuwafikia wanasimba kote walipo. Simba ni ya watu wote, Simba ni ya kila eneo. Tutafika na tutaenda kila sehemu bila kubagua, bila kuchagua. Ili mradi ni wanasimba wenzetu, basi ni wajibu wetu kuwafikia. Na niko hapa kwa niaba ya mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu, rais wa klabu ya Simba Mohamed Dewji, pamoja na wajumbe wa bodi ya kurugenzi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo ujio wangu hapa katika tawi la Mkwajuni Kaskazini Unguja una baraka ya viongozi wote wa Simba Sports Club. Baada ya kutoa utangulizi huo, ndugu zangu wa Mkwajuni, niseme tu ya kwamba tarehe 20 siku ya Jumapili tuna kazi kubwa tunatakiwa kuikamilisha katika uwanja wa Amani hapa Zanzibar. Kwa mara ya kwanza Simba inacheza michuano ya kimataifa katika ardhi ya Zanzibar. Ungesubiri kidogo. Unanitingisha. Lakini sio tu mechi ya kimataifa, ni mechi ya nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Yaani tumebakiwa na dakika 180 Simba kwenda fainali ya michuano ya Afrika. Na dakika hizo 180, 90 zinapatikana Zanzibar, 90 zinakwenda kupatikana Afrika ya Kusini. Sasa hizi 90 za Zanzibar ndio zenye thamani kubwa kwetu. 90 za Zanzibar ndizo ambazo zimebeba hatima yetu. 90 za Zanzibar ndizo ambazo tunapaswa kumaliza kila kitu kwenye 90 hizo. Hivyo basi niko hapa kuzungumza nanyi ndugu zangu wa Mkwajuni, kuwaambia ya kwamba hii ni mechi yenu wa Zanzibari. Hii ni mechi yenu watu wa Mkwajuni, ni mechi yenu wanasimba wa Kaskazini Unguja, kuhakikisha ya kwamba 90 za Zanzibar tunazitumia vema, tunapata matokeo mazuri, tunakwenda hatua ya fainali kupitia mgongo wa Zanzibar. Ndugu zanguni, hii ni dhima kubwa ambayo tunawakabidhi watu wa Zanzibar. Na ni dhima hii ambayo tunaamini mnaimudu kabisa. Mzigo mzito mpatie Mnyamwezi, lakini safari hii tunasema mzigo mzito mkabidhi Mzanzibari. Wazanzibari tunawakabidhi mzigo mzito wa kuipeleka Simba fainali ya michuano ya Afrika. Na mimi naamini
na Simba wote tunaamini ya kwamba hii inawezekana, na mzigo huu Wazanzibari mnaumudu, na mzigo huu Wazanzibari mtaipeleka Simba fainali. Hatujakosea hata kidogo kuileta mechi Zanzibar, kwa sababu tunaamini Simba nyumbani kwake ni Zanzibar. Hatujakosea hata kidogo kuileta mechi hapa, kwa sababu tunaamini Wazanzibari watatuvusha kutoka nusu fainali kwenda fainali yenyewe. Mara ya mwisho kucheza nusu fainali ilikuwa ni mwaka 93. Simba ilivuka ikaenda fainali. Sasa basi, baada ya miaka mingi kupita, tumerejea tena kwenye hatua ya nusu fainali, na hatutaki kuishia hapa, tunataka kwenda mpaka fainali yenyewe. Na hiyo kazi ya kuipeleka Simba fainali ni kazi ambayo iko mikononi mwa Wazanzibari. Hivyo basi, tufanye kazi tunavyoweza kuhakikisha ya kwamba mnyama anakwenda fainali ya michuano ya Afrika. Wote hapa ni watu wazima. Tunaposema tufanye kazi tunavyoweza, tunajua tunapaswa kufanya kitu gani Simba aende fainali. Au kuna haja ya kuanza kuelekezana tufanye kitu gani? Ushafahamu, ushafahamu na kazi itafanywa. Unanihakikishia mzee wangu? Simba anakwenda fainali? Ndio. Simba anakwenda fainali? Nasema Yanga waliokuwepo pia wananisikia. Mimi nasema inakwenda fainali. Simba inakwenda fainali. Na ndio maana tumewapa hii kazi ya kuipeleka Simba fainali, kwa sababu ni kazi ambayo ninyi mnaimudu pakubwa. Ndugu zangu, nisiwachoshe sana. Kidogo jamani, ukimya huko. Anakuja huyo. Ukimya. Na Itawi na wazee wengi. Na ukiona wazee wengi, jua busara ipo. Wala usijali, wanatosha. Ndugu zangu, ni wana Simba Mkwajuni na wana Simba wa Kaskazini Unguja, Jumapili tunahitaji mambo mawili. Yote hayo yatafanyika bila wasiwasi, lakini tunahitaji yafanyike kwa ukubwa zaidi, yafanyike kwa ubora zaidi. Hakuna mashaka ya kwamba Jumapili Simba tunashinda dhidi ya mpinzani wetu, lakini tunataka ushindi mkubwa zaidi. Hilo ni jambo la pili. Tunahitaji ushindi. Hakuna mashaka mpinzani wetu Stellenbosch hawezi kutufunga nyumbani kwetu Amani Zanzibar. Haiwezekani. Kwa mantiki hiyo, maana yake ni kwamba Simba tuna uwezo wa kushinda Jumapili bila mashaka ya aina yoyote ile. Lakini tunahitaji ushindi mkubwa Jumapili. Na ushindi mkubwa tunaohitaji hapa ni ushindi wa kuanzia magoli 3 kwenda mbele. Kwa Kiarabu, wingi unaanzia ngapi? Wingi unaanzia 3 kwa Kiarabu. Achana na ule wingi wa kizungu unaoanzia 2. Hatuutaki. Tunataka wingi wa Kiarabu ambao unaanzia 3. Kwa hiyo Jumapili insha Allah tunahitaji magoli kuanzia 3, mnyama aende hatua ya fainali. Na hili jambo linawezekana sana kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo, kwa aina ya uwekezaji tuliokuwa nao, na kwa aina ya maandalizi tuliokuwa nayo. Lakini nguvu kubwa tunaitegemea kutoka kwenu Wazanzibari, ili tuweze kutimiza malengo yetu ya kupata mabao 3 na kwenda mbele. Jambo jingine ambalo tuna uhakika nalo Jumapili litatokea na litafanyika ni wanasimba kujaza uwanja wa Amani. Hilo halina mashaka hata kidogo, wanasimba wataujaza uwanja ule. Lakini tunachokihitaji tarehe 20, watu wasije kushangaa uwanjani, watu waje wafanye kazi ya kushangilia Simba yao kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho.
Kwa hiyo kila atakayekuja uwanjani tarehe 20 asije akatulia namna hii. Kila anayekuja uwanjani aje na shangwe lake la kutosha, aje ashangilie mwanzo mwisho, aje apige kelele anavyoweza kuhakikisha ya kwamba tunawachanganya wapinzani wetu tuweze kutimiza malengo yetu. Ndugu zangu, niwaambie kitu kimoja, mpinzani tunayecheza naye pamoja na maajabu aliyofanya Afrika ya kumtoa Zamalek, lakini bado ni mtoto mchanga mno. Hivyo tukimpigia kelele za kutosha, tukamchanganya kuanzia majukwaani, atalegea na malengo yetu ya kuchukua ushindi.